الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخواني، درس nimechelewa kidogo kwa maana Sheikh ambaye anafaa kutoa amepatwa na dharura kidogo. Insha Allah tutamshikia kwa dakika kadhaa, akifika ataendelea, sipofika nao basi khaira insha Allah. Tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao kwamba Allah subhanahu tabaraka wa taala amejalia khairi mingi ndani yake. Sasa mimi nataka niwakumbushe kwa dakika 10-15 kuhusu aya iliyo ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya suratul Furqan. Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala anasema walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wala yaznun ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala hapa anazungumzia sifa ya watu wanaojulikana kama ibadur rahman, waja wa ar-rahman. Hawa ibadur rahman ni waja wa Mwenyezi Mungu ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua, na ndani ya sifa zao kuanzia wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna mpaka tufike katika hii aya. Basi Allah amewaelezea na akataja hizi sifa ambaye kwamba wao hawasifiki nayo. Wengine katika watu kuna uwezekano wakasifika na hizi sifa, lakini ibadur rahman abadan hawana hizi sifa. Sasa mimi nimechukua hii aya kwa dakika kadhaa tuzungumzie. Allah anasema, akiwataja anasema walladhina ni wale la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, wasio muomba Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni wale wasio muomba Mwenyezi Mungu mwingine na Allah Subhanahu tabaraka wa Ta'ala, na hii ni shirki, bimaana hawamshirikishi Allah. Ikiwa mtu anamshirikisha Allah, basi huyu sio Muislamu, bil ittifaq ya kuwa huyu sio Muislamu, ashatoka ndani ya Uislamu. Sifa yao ya kwanza sasa, abadan hawamshirikishi Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Sifa yao ya pili ndani ya hii aya, wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, hawaui nafsi aliyoiharamisha Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala kwa haki yake. Na kama nafsi itauliwa, basi nafsi inauliwa kwa haki yake, namna Allah aliposema ndani ya Qur'an, an-nafsu bin-nafs, nafsi kwa nafsi. Ikiwa mtu atakuja na sharti ambazo kwamba inapaswa na sheria ya Mwenyezi Mungu na akapaswa kuua nafsi nyingine, basi huyo anapaswa kuua kwa maana sheria imeruhusu. Lakini katika sifa yao hawaui nafsi kwa dhulma, hawaui nafsi abadan kwa dhulma. Leo katika dunia tunayoishi ndani yake, watu wanauana kwa dhulma. Watu wawili wanasumbuana, wanabishana, ama kisiasa, ama kikabila, ama kibiashara, basi mtu anaona huyu hapaswi kuishi duniani, basi anauliwa. Lakini ikifika kwa waja wa ar-Rahman, ibadur Rahman, abadan wao hawaui nafsi illa bihaqqiha, illa kwa haki yake. Sifa yao ya tatu katika hii aya, wala yaznun, hawafanyi nini? Hawazini. Abadan wao hawaanguki ndani ya dhambi ya zina.
Kisha Allah akasema waman yaf'al dhalika, atakayefanya hayo yalqa athama, atapata madhambi makubwa. Yule atafanya hizi vitu tatu, yule atamshirikisha Allah, yule atamwaga damu pasina haki yake, na yule atazini, basi huyu atakuwa ameingia ama ameanguka ndani ya madhambi. Sasa sifa yao ya kwanza hiyo almu'minun katika hii aya ni hawamshirikishi Allah, laysu bi ahli shirk, wao siku zote hawamshirikishi Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Sifa yao ya pili katika hii aya ni wao hawamwagi damu, wala yusharikuna fil qatl wala fi safki dima, hawashirikiani na yeyote yule katika umwagikaji wa damu ama katika kuua nafsi. Ndio Rasul akasema ndani ya hadithi ambayo iko ndani ya Sahihain, law anna ahla as-samai wa ahla al-ard, law ahla as-samaa, pamoja na watu wa ardhini, ishtaraku, watashirikiana wakapanga njama, fi dami mu'minin, ni vipi watamwaga damu ya mtu Muislamu muumini, wakashirikiana, labda huyu akatoa nguvu, huyu akatoa pesa, huyu akatoa idea. Sasa wote katika dhambi watakuwa sawa, mwenye alitoa pesa, mwenye akaleta idea, na mwenye akatekeleza hiyo kitendo yenyewe, au wameshirikiana. So Allah anasema law anna ahla as-samai wa ahla al-ard ishtaraku, wakashirikiana, fi dami mu'minin, katika umwagikaji wa damu ya mtu Muislamu, la akabbahum fi an-nar, Allah anasema tawaingiza wote ndani ya moto. Jambo ambalo kwamba kwa Waislamu imekuwa ni kitu cha kawaida, jambo ambalo kwamba kwa Waislamu imekuwa kwa kitu cha kawaida. Ya ule mjamaa wa Kausha anajua. Leo kumwaga damu ya mtu Muislamu imekuwa ni jambo la kawaida. Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha mtu kumwaga damu ya Muislamu ama asiyekuwa Muislamu kwa dhulma, awe Muislamu ama asiwe Muislamu. Wewe ukaona wewe unafaa kumuua huyo mtu, basi utakuja kujuta siku ya Kiyama na malipo yako itakuwa ni moto wa Jahannam. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala na wasifu anasema wala yusharikuna fil qatl wala fi safki dima, wao washirikiani kwa kuua ama kwa kumwaga damu. Na sifa yao ya tatu wala yaznun, bimaana wahum laysu min ahli zina, wao sio katika watu wa zina abadan. Hawafanye nini? Hawaingii ama hawajihusishi na uchafu ama dhambi hii ya zina. Kisha Allah anasema yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana, atakayefanya hizi madhambi basi siku ya Kiyama Allah anasema yudha'af lahu al'adhab, atazidishiwa adhabu yawm al-qiyamati, siku ya Kiyama, wa yakhlud fihi muhana, na atadumu humo ndani hali ya kuwa amedhalilika, hali ya kuwa amefedheheshwa na Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Tumeelewana sivyo? So hizi sifa haipatikani kwa watu ambao wanajulikana kama ibadur rahman. Na hizi aya tutapata mwisho wa suratul Furqan. Ayuha almu'minun, hii aya laha qissa ama laha sababu nuzul, iko na sababu ambayo kwamba iliteremka na iliteremkia Mtume Muhammad. Lakini kabla iliteremkie kuna vitu ambavyo ilifanyika ndio Allah akaweza kumteremshia Mtume Muhammad hii aya. Mtume alayhi salatu wassalam alipoanza kuwalingania watu katika dini ya Uislamu na kuwaita na kuinvite watu waweze kuingia ndani ya dini ya Uislamu, basi kuna watu waligawanyika sehemu tatu. Kuna wale waliosema sami'na wa ata'na, wakachukua. Hawa ni kina Abu Bakar, Khadija binti Khuwailid ambaye alikuwa ni mke wa Mtume, na wengine walichukua pasina kumquestion Mtume Muhammad ama kumshuku kwa risala yake. Kwa maana kabla ya Uislamu Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anajulikana kama Sadiqul Amin, alikuwa ni mkweli tena muaminifu. Hata hawa Quraysh makafiri
walikuwa kwa kila jambo ambayo wanataka kufanya walikuwa wanamuita mtume, wanashauriana na yeye, na ile decision ambayo yeye ataamua ndio walikuwa wanachukua. Na wakajua ndani ya Makka hakuna mtu mkweli zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wao. Sasa ilipokuja risala ya Uislamu, kundi ya kwanza wakachukua. Kundi ya pili ambayo ilikuwa ni kina Abu Lahab na Abu Jahal na wenzake wakakataa kata. Na kundi ya tatu wakakuwa 50-50 sasa hii kundi ndo aya hii ikateremka kwa ajili yao. Kina Abu Lahab, kina Mughira bin Shu'ba, hao walikataa wazi ya kuwa sisi tuko na dini yetu na masalamu wetu, hatutobadilisha dini yetu. Sasa kundi ya tatu wakakuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii hadithi inapokelewa na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Anasema huyu sahabi, anna nasan, walikuja watu min ahli shirk, ambayo walikuwa ni washirikina kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu qad qatalu wa aktharu wa zanu wa aktharu, walikuwa wamefanya madhambi ya kuua, tena wakakithirisha kwa wingi, tena wakazini na sio moja na mbili na tatu. Wazanu wa aktharu, wakazini na wakakithirisha vile vile. Faatau Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, wakamkujia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faqalu, wakamwambia, ewe Muhammad, inna alladhi taqul wa tad'u ilayhi alhasan, yale ambayo unasema na unaita kwa ajili yake, basi ni jambo nzuri kwetu sisi, tunaona ni jambo nzuri. Inna alladhi taqul wa tad'u ilayhi alhasan, hii jambo ambayo unasema na unaitia watu ni jambo nzuri. Lau tukhbiruna, lau ungetupatia habari ni vipi sisi ambaye tumeua na tukazini na tukamshirikisha Mungu ambaye unatuita kwake, vipi sisi lau tutakubali hii dini yako, basi itakuwa vipi kwa yale madhambi tulifanya, na ni vipi tutapata msamaha? Mtume alipowasikiliza, basi baada ya muda kidogo, wakiwa hapo tu, nazalat hadhihi al-aya, ikateremka hii aya, walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq wa la yaznun. Hii aya ikateremka kwa ajili yao, ya kuwa wale ambao kwamba wamemuita ama wamemwabudu Mungu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, na wakaua nafsi pasina haki yake, na wakazini, basi hii aya ikakuja. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala, mahallu shahid katika hii aya na sehemu ambayo Allah anawaelekezea wao ni hapa sasa, illa, yani wale wamefanya hii madhambi, yule amezini, yule ameua, yule amemwabudu kinyume na Allah. Allah akaleta option ambayo ni nzuri na ya kutuliza roho yao na kuwafanya wao wakubali Uislamu. Illa, isipokuwa man taba, yule atakayetubia, wa amana, na akakuja na imani, wa amila amalan salihan, na akafanya matendo mazuri, fa ulaika, watu kama wale, yubaddilu Allahu, Allah tabadilisha, sayyiatihim, maovu yao, hasanatin, kwa wema. Fa ulaika, Allah tabadilishia watu kama wale walio labda zini, wakaua, wakaomba kinyume na Allah, basi Allah tabadilisha, yubaddilu Allahu sayyiatihim hasana, yale maovu yao yote Allah tabadilisha itakuwa ni mazuri. Wa kana Allahu, na amekuwa Mwenyezi Mungu, ghafuran rahima, mwingi wa kusamehe, mwenye huruma. Hii ni sifa ya Allah. Sasa angalia, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia illa man taba, isipokuwa aliyemtubia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa amana, na akawa mu'min, wa amila amalan salihan, na akafanya amali njema. Sasa sharti ni ngapi? Sharti ni tatu: at-taubatu wal imanu wal amalu salih.
Hizi ndo masharti tatu. Ndio siku ya kiyama Allah abadilishe maovu yao kwa nini? Kwa mema. Unaweza kuwa umezini ukatubu, unaweza kuwa umeua ukatubu, unaweza kuwa umefanya shirki ukatubu. Bora tu usife na hizo madhambi, utubie. Faulaika, Allah anasema yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat. Faulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat. Allah subhanahu wa ta'ala anatoa ahadi sasa, wale ambao watafanya at-tauba, tena wakakuja na al-iman, tena wakakuja na al-a'malu salihah, Allah anatoa ahadi ya kuwa yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat, tutabadilisha maovu yao ikawa ni mazuri. Ni wapi ama ni katika dini gani nyingine mtu anaweza akafanya uovu na ikakuwa mingi, alafu siku ya kiyama Allah akabadilisha kwa maana tu alimwamini akamtubia na akafanya matendo mema? Ndio Allah anasema ndani ya Qur'an, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siku ya kiyama yule mizani yake itakuwa nzito, itakuwa kwa sababu siku ya kiyama kuna mizani, kuna kifa ama kuna kifatai, kuna kifa moja upande hii na kuna moja upande hii. Namna duniani pia kuna mizani mbili, wakati mtu anapima ima atazidisha ima atapunguza, sivyo? Akhira pia kuna mizani. So Allah anasema faman taqulat mawazinuhu, yule ambaye kwamba mizani yake siku ya kiyama itakuwa nzito, faulaika humul muflihun, basina shaka huyo ni miongoni mwa waliofaulu. Sasa tafsiri ya hii aya inasema faman kathurat hasanatu, ni yule ambaye hasanati yake imekuwa mingi, wa thaqulat biha mawazina a'malihi 'inda alhasanat, na mizani yake ikakuwa nzito kwa matendo aliyokuwa anafanya upande ya wema, faulaika humul faizuna bil janna, watu kama wale ndio watakaofuzu na wakaandikiwa ama wakalipwa ya kuwa ni watu watakaoingia ndani ya janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kundi ya pili, waman khaffat mawazinuhu, ni wale ambao kwamba mizani yao itafanya nini? Itapungua. Na Allah situjalie miongoni mwa watu kama hawa. Ni yule ambaye hasanati yake itakuwa kidogo na haijatimia kiwango ambacho kwamba Allah alikuwa anataka, kwa sababu Allah kuna kiwango anataka kwa huyu mja siku ya kiyama. Basi watu kama hawa, ulaika alladhina khasiru anfusahum, ni wale ambao kwamba wamehasarika kwa nafsi zao, fi jahannam khalidun, na makazi yao itakuwa ni wapi? Ndani ya moto wa jahannam. Faulaika humul ladhina khabu wa khasiru, na Allah tuepushe na wao. Kwa hivyo ndugu Waislamu, hii aya ni aya ambayo kwamba ni kubwa, na ni aya inapatia hope kila mwenye kutaka kukata tamaa ya kuwa amefanya dhambi, amezini, ameua, amefanya shirki, akakata tamaa. Basi haufai kukata tamaa, kwa maana je, kuna neema zaidi ya Allah kukusamehe wewe siku ya kiyama na akakupa thawabu kwa maovu ambayo kwamba wewe ulikuwa unafanya? Kuna neema kubwa zaidi hiyo? Allah akusamehe wewe siku ya kiyama na akulipe na akupe thawabu kwa madhambi zako. Ndio Allah anasema yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, ile maovu ulikuwa unafanya Allah anabadilisha inakuwa ni wema. Sasa wewe ni win-win, ni win-win, sivyo? Hakuna kitu bora kuliko hii, lakini kwa sababu tu umekuja na vitu vitatu: at-tauba as-sadiqa wal-iman wal-amal as-salih. Ikipatikana hizi vitu tatu, basi wewe unakuwa ni miongoni mwa wale ambao kwamba wamefaulu. Na tauba ni mtu kuachana na uovu aliyokuwa akifanya. Hii ndio maana ya nini? Hii ndio maana ya tauba, ni mtu kuiacha uovu aliyokuwa akifanya, shirki, zina na menginezo. Wewe useme tubtu ila Allah, mimi nimemtubia nani? Nimerudi kwa Allah. Tubtu, unainua mikono, unarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unasema ya Rabb, yale yote nilikuwa nikiyafanya katika maovu, yale makosa yote nilikuwa nikiyatenda, mimi nimetubia kwako. Na hii ndio maana ya tauba, yaani unaachana na ile dhambi kwanza. Na cha pili ni mtu kuwa na imani ya ukweli,
juu ya nani? Juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na cha tatu, baada ya kufanya hayo yote, basi zidisha matendo mema ili iweze kukufutia wewe yale yote ulikuwa ukiyafanya, ambayo inajulikana kama al-a'malu salihah. Sasa Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala anatueleza sifa ya hao watu wanaojulikana kama ibadur rahman, laysu bi ahli shirk, wao abadan sio watu ambayo wamesifika na sifa ya ushirikina. Wa idha waqa'u fi shirk tabu ila Allah, na lau watatumbukia ama wakaangukia ndani ya dhambi ya ushirikina, tabu ila Allah, wanatubia nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika sifa yao ni kuwa abadan hawamshirikishi Allah, lakini kwa sababu wao ni wanadamu, lau wataanguka ndani ya dhambi ya kishirikina, basi tabu ila Allah. Na hii dhambi ya ushirikina, ayuha almu'min, imezungumziwa na ikawekwa bayana wazi ya kuwa lau mwanadamu atakufa ndani yake akiwa anafanya matendo ya kishirikina, au kwanza huyu sio Muislamu, na akikufa ndani yake pia janna ni haram kwake, janna ni haram kwake. Ndio Allah anasema innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Yule ambaye kwamba ataingia hii matendo ya kishirikina, basi janna ya Mwenyezi Mungu ni haram kwake, abadan, janna ni haram kwake, na siku ya kiyama hatopata usaidizi wa aina yoyote, kwa sababu ni dhalim. Hasa bimaana ikiwa janna ni haram kwake, opposite ya janna ni moto wa jahannam, inamaanisha yeye milele na milele ni mtu wa motoni. Wewe uende kwa mchawi, uende kwa kuhani, ujifanye unaangalia watu kitabu, sijui unajua mwanamke atapata mimba lini, mwanamke mbona hajapata mtoto, mbona huyu hapati kazi, mbona huyu hapandishwi cheo, mbona biashara yako haienei. Haya yote ni ilmu al-ghaib, la ya'lamuha illa Allah, na hakuna anayejua isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa sio? Sasa ikiwa wewe utawaendea hawa wachawi na makuhani na masheikh ambaye kwamba ni mufsi, kuna masheikh katika dini ya Uislamu ambaye kwamba wanadanganya watu kwa wanaangalia watu vitabu, labda ni imam, labda ni da'i, labda ni kadha wa kadha, anajulikana, lakini pamoja na hiyo anadanganya waja wa Mwenyezi Mungu. Yeye anajua mambo ambayo yamejificha katika ilmu al-ghaib. Mwanamke amekaa miaka 10 na ziada hajapata mtoto, basi anamwambia njoo, sababu hajapata mtoto, kuna mshipa imepita chini ya tumbo ama ingine imepita juu yake, hii lazima nikupe. Na hii ni vitu za kipumbavu na kipuzi. Hakuna mtu anajua hii mambo isipokuwa nani? Allah. Allah anasema lillahi mulku samawati wal ardh, lillahi mulku samawati, ni kwa Mwenyezi Mungu ufalme wa samawati na ufalme wa ardhi. Yahabu liman yashau inathan wa yahabu liman yashau dhukur, Allah humpatia atakaye watoto wa kike na humpatia atakaye watoto wa kiume. Au yuzawijuhum dhukranan wa inatha, ama Allah huwachanganyia yule atakaye watoto wa kike na watoto wa kiume. Kwani leo haujaona mwanaume na mwanamke wanaoana alafu wako na watoto kike tu tupu, hakuna watoto wa kiume? Ama wengine wanaoana wanapata watoto wa kiume peke yake. Sasa mtu anaomba kila wakati, anasema mimi nimefanya kila kitu sijapata msichana, au mimi nimefanya kila kitu sijapata mtoto wa kiume. Sasa utasemaje kule yule Allah anasema wayaj'alu man yasha'u aqima, na tukawajalia wengine wakawa ni tasa, hawapati watoto abadan. Sasa unateta ya kuwa tuko na watoto wasichana, ama unateta tuko na watoto wa kiume peke yake. Sasa vipi kwa yule ambaye Allah hajampatia abadan kabisa, itakuwa vipi? Sasa hii ni neema uko nao, umshukuru Allah. Sasa hii matendo ya kishirikina, ikiwa mtu atakufa juu yake vile vile hana msamaha. Ikiwa mtu atakufa juu yake hana msamaha. Na hii ni aya ya Mwenyezi Mungu inayosema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah hamsamehi abadan kamwe yule ambaye anamshirikisha yeye,
wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Lakini yale yamebaki kutokamana na shirki, Allah humsamehe atakaye na humadhibu atakaye. Inshaa adabahum wa inshaa afa anhum. Hii sasa ni khiari ya nani? Allah. Yule ambaye hajafanya dhambi ya shirki, amefanya madhambi zingine zote, siku ya kiyama Allah akitaka atawasamehe na akitaka atawapatia janna, atawaingiza katika moto. Hii ni kwa nani? Kwa choice ya Mwenyezi Mungu. Vile vile hii dhambi ya shirki, ikiwa mtu atakufa nayo, basi siku ya kiyama anakuwa minal khasirin, anakuwa pamoja na wale wamehasarika. Angalia Allah akizungumza na mitume wake wote, Nuh, Ibrahim, Ismail, Yaqub, Yahya, Zakaria, Isa, Harun na wale wengine. Allah anawaambia dhalika huda Allah yahdi bihi man yasha'u min ibadi, na hii ndio uongofu, hidayah iliyotoka kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala, yahdi bihi man yasha'u min ibadi, na Allah humuongoa na humuongoza atakaye, yoyote atakaye katika waja wake. Kisha Allah anasema walau ashraku, yani walau anna haula'i al-anbiya'i ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Lau hawa mitume Ibrahim, Ismail, Isa, Musa, Harun wangethubutu kumshirikisha Allah, Allah anasema lahabita anhum ma kanu ya'malun. Allah anasema tungezifuta matendo yao pasina ya kujali wao ni mitume. Bali msikize Allah akimzungumzia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah anamwambia walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Ewe Muhammad, tumekuteremshia wahi wewe na wale waliokutangulia wewe. La in ashrakta, lau mtume Muhammad, na sisi tunajua 100% mtume Muhammad abadan hawezi kuingia ndani ya madhambi ya ushirikina. Allah amemsafisha na Allah akamchagua, lakini hii ni khitab ambayo inaenda kwetu sisi. La in ashrakta, lau tanishirikisha mimi, la yahbatanna amaluka, tafuta matendo yako yote, wala takunanna min alkhasirin, na nitakufanya pamoja na wale waliohasarika. Huyu ni mtume Muhammad, lakini tunajua yeye hawezi kufanya abadan dhambi ya ushirikina. Lakini Allah anatueleza sisi, lau yeyote kati yenu atakuja na hii dhambi ya kishirikina, basi na shaka Allah atafuta matendo yenu na siku ya kiyama mtakuwa pamoja na wale waliohasarika. Sifa yao ya pili, walaysu min ahli alqatl, hawa sio watu wa kumwaga damu ama watu wa kuua. Wa idha waqa'u fil qatl, na pindi watakapotumbukia ndani ya dhambi ama umwagikaji wa damu, tabu ila Allah, wanamtubia nani? Allah. Lakini katika sifa yao hakuna kuua, lakini lau watatereza wakaingia ndani ya dhambi ya kuua, tabu ila Allah. Na sifa yao ya tatu, walaysu min ahli zina, vile vile wao sio miongoni mwa watu wanaofanya zina na uchafu. Wa idha waqa'u fi zina, na pindi watakapotumbukia ndani ya uchafu kama hii, tabu ila Allah, wanamtubia nani? Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Sasa ndugu zanguni, hii aya moja ndio nimependa kuwaeleza, na ni aya kubwa, aya nzito, na ni aya ambayo imetaja sifa tatu ndani yake ya ibadur rahman, ya kuwa hawamshirikishi Allah, hawamwagi damu kiholela holela, na vile vile hawazini. Na lau watafanya hivyo, basi dakika hiyo wanamrudia nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah atupambe na hizi sifa ya waja wa ibadur rahman, na Allah tusitiri duniani na akhira. Wa asabtu min dhalika tawfiq min arrahman, wa ma akhta'tu fa minni wa min ash-shaytan. Allahu wa rasuluhu ma bari'an. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.